Ujio wetu hapa Geita leo kikubwa ni kuja kumtambulisha mtoa huduma ambaye atauza majiko yanaitwa majiko banifu ambayo yanatumia mkaa mbadala na kuni mbadala au mkaa ule ule lakini kwa kiasi kidogo na kuni zile zile kwa kiasi kidogo. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunafikia 80% ifikapo mwaka 2034 kama azma ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuhakikisha watu wanatumia nishati safi za kupikia. Upande wa Geita, badala ya mwananchi kulinunua kwa shilingi 41,000 kama na 300, atalinunua kwa shilingi 5,000 na ushe kidogo, ambayo ni 15% tu. Kwa hiyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa takribani ruzuku ya 85%. Kwa hiyo ukiangalia ili jiko baada ya kuuzwa 41,300, serikali imetoa takribani 35,000 zote kwa ajili ya mwananchi kuweza kulimudu jiko hili na kuweza kulinunua kwa bei nafuu. Sasa hivi majiko haya yatasambazwa katika maeneo yote ya Geita, na tunatarajia kwamba pamoja na kwamba yanaweza yasiyo ya kutosha, lakini wakala wa nishati vijijini upo katika hatua za mwisho za kuhakikisha kwamba tunakuwa na mradi ambao utaongeza idadi ya majiko haya. Tunategemea kuyagawa katika mikoa yote ya Geita. Ni takribani majiko 2,100 katika kila wilaya, na tutaanza wakati tayari tumeshazindua leo. Kwa hiyo wakati wowote kuanzia kesho tutaanza kuyagawa majiko katika wilaya zote, na tuko tayari, tumejipanga kwa maelekezo ya LEA na Wizara ya Nishati kupitia tamko la Mheshimiwa Rais mama yetu, watu watumie nishati safi ya kupikia. Tuko tayari kama Geita Millennium kuyasambaza katika mkoa wote wa Geita. Tumepata faraja kusikia LEA imeingia kwenye utaratibu si wa kutoa umeme tu vijijini, bali vile vile kuangalia mbinu nyingine mbadala za kutoa nishati kwa wananchi, nishati ambayo itawawezesha kupunguza uharibifu wa mazingira, suala ambalo kwa kweli kwa mkoa wa Geita lipo na linaonekana. Na mimi nilikuwa nawaambia kwamba nakumbuka miaka 2002 2001, kienda kama unaenda Katoro vile, misitu tuliyokuwa nayo ilikuwa imefunika barabara. Mchana jua linawaka, lakini unapita kwenye barabara ni giza. Lakini sasa hivi hali halisi mnaiona kama ilivyo. Kwa hiyo ni jambo jema ambalo mmelifikiria na mkaamua kwamba sasa ngoja tulipeleke kwa wananchi ili waweze kupata wauheni wa maisha kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kama familia ina watu 5 na wanahitaji kupata majiko, baba ana kitambulisho cha NIDA, mama ana kitambulisho cha NIDA, kaka ana kitambulisho cha NIDA na dada ana kitambulisho cha NIDA, tutawapa majiko, kwa sababu mchakato unaotumika kupima ni mchakato wa jiko moja kwa mtu mmoja mwenye kitambulisho cha NIDA na sio kwa ajili ya kaya. Kwa hiyo swala la kaya kuwa na familia kubwa itaweza kupata majiko, alimradi tu kaya hiyo iwe na watu wenye vitambulisho vya NIDA zaidi ya mmoja.